Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Rais wa Marekani Donald Trump anasema anachoshwa na mikutano isiyoleta mwanga wa amani nchini Ukraine. Msemaji wa ikulu ya White House Karoline Leavitt amesema Donald Trump amechoshwa na mikutano ya mara kwa mara ambayo mpaka sasa haijatoa mwanga wa kufikia makubaliano ya kumaliza vita huko nchini Ukraine kati ya Urusi na Ukraine. Msemaji huyo wa ikulu ya White House Karoline Leavitt amesema Rais Donald Trump amechoshwa na mikutano ya mara kwa mara ambayo haitoi mwanga. Ametoa kauli hiyo wakati Kiev ikieleza kwamba Washington bado inashinikiza ikubali mpango wake unaojumuisha kuachia baadhi ya maeneo yake kwa Urusi kama sehemu ya makubaliano ya kuvimaliza vita vilivyodumu takribani miaka minne. Leavitt amewaambia waandishi wa habari kwamba Trump hataki tena kile alichokiita maneno matupu bila vitendo na kwamba anachotaka kuona sasa ni vita hivyo kufika mwisho. Hivi karibuni Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alitoa kauli iliyoashiria kwamba hakuna mabadiliko makubwa katika msimamo wa Marekani juu ya namna vita hivi vinapaswa kumalizika tangu Washington ilipowasilisha mpango wake wa vipengele 28 mwezi uliopita, mpango ulioonekana kuipendelea zaidi Urusi. Zelensky hata hivyo amefichua mashinikizo zaidi kutoka kwa Marekani. Zelensky ameweka wazi kuwa Marekani bado inashinikiza Ukraine kuikabidhi Urusi maeneo yake kadhaa kama sehemu ya makubaliano kumaliza vita vilivyoanza Februari mwaka 2022. Kiongozi huyo amewaambia waandishi wa habari kwamba Washington inaitaka Ukraine pekee na wala sio Urusi iondoe wanajeshi wake kutoka katika maeneo ya mashariki mwa Donetsk, sehemu ambayo ni eneo huru la kiuchumi lisilo na vikosi vya usalama lingeanzishwa kama kizuizi kati ya majeshi ya nchi hizo mbili. Kulingana na mpango mpya wa Marekani, Urusi pia ingebaki na maeneo inayoyashikilia kusini mwa Ukraine, lakini ingelazimika kuondoa baadhi ya wanajeshi wake katika maeneo ya kaskazini ambayo Rais wa Urusi Vladimir Putin hajadai kuyakamata. Ukraine imekuwa ikipitia upya pendekezo la awali la Marekani na wiki hii iliwasilisha pendekezo jipya kwa Washington lenye vipengele 20 ambalo hata hivyo maelezo yake yote bado hayajawekwa wazi. Rais wa halmashauri kuu ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen amesema kuwa wiki ijayo itakuwa muhimu katika kutafuta amani ya haki na endelevu kwa Ukraine. Ameandika kupitia mtandao wake wa kijamii wa X na kuonya kwamba makubaliano yote ya amani hayapaswi kuacha mianya. Rais wa Marekani Donald Trump kwa kiasi kikubwa ameonekana kuipiga kumbo Ulaya katika mchakato huo wa amani na badala yake kufanya mazungumzo ya moja kwa moja na Urusi na Ukraine kupitia juhudi za kidiplomasia zinazoongozwa na mjumbe wake Steve Witkoff, na hivi karibuni mkwe wake Jared Kushner ameongezeka katika kutafuta amani juu ya suala la Ukraine. Wakati huo huo, Ukraine inasisitiza kuwa itakuwa na nguvu ya askari 800 katika jeshi lake chini ya pendekezo lililoboreshwa la mpango wa amani. Zelensky amesema kuwa rasimu ya sasa yenye vipengele 20 imefanywa marekebisho ya kutosha. Mpango wa awali wa Marekani uliwekwa wazi mwezi Novemba ulipangia Ukraine kikomo cha askari 600,000. Hata hivyo, wachambuzi wameonyesha mashaka kuhusu uwezo wa Ukraine kufikia idadi hiyo. Kwa mujibu ya ofisi ya mwendesha mashtaka, kumekuwa na zaidi ya matukio 300,000 ya askari kutoroka au kutohudhuria kazini tangu uvamizi wa Urusi. Kabla ya vita hivyo kuanza, Ukraine ilikuwa na jeshi la kudumu lenye takribani watu 290,000 pekee. Ili kufikia upungufu wowote wa wanajeshi, Kiev inatarajia washirika wake wa magharibi kuchangia kuongeza nguvu ya kijeshi endapo makubaliano ya amani yatafikiwa. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia, utaweza kujua mengi yanayojiri katika ulimwengu.